kupeleka barua yetu nzito sana ambayo ilikuwa ina ushahidi wa kuhuzunisha sana usiokuwa unaweza kutizamika kwa mtu kwa macho ya kawaida. Tumewakilisha kwa Pope kwa secretariat yake pamoja na idara ya Human Development ambayo iko ndani ya Vatican. Sasa ndugu zangu, naomba nikuwe makini sana sasa juu ya kuwapa elimu kwa nini hasa tulipeleka barua kwa Vatican. Na natoa elimu hii kabla hatujasoma hiyo barua kama kusudi ili kuwajalia watu wakuwe na ufahamu sahihi, ili kuepusha mtu asije kaona kwamba harakati zetu ni harakati za kidini. Kutokana mimi peke yangu sio mtu wa Vatican wala sio Vatican. Sasa ndugu yangu, ningeomba kuwapa taarifa ya kitaaluma fupi sana. Tumepeleka barua yetu Vatican na kwa secretariat ya Pope Leo kwa sababu Vatican na Pope washawahi kuingilia kati harakati za kutafuta uhuru na za kimaandamano ya amani yasiokuwa na kikomo karibia kila pembe ya dunia, na kila jitihada ambayo ofisi ya Vatican na Pope imeingilia kwa moja ilizaa mafanikio ya haraka sana. Kwa maana hiyo kupeleka barua kwetu haijakuwa na sababu za kidini. Nitawapa mfano. During mwaka 1980 mpaka 2022 nchini Nicaragua, Vatican iliingilia kati mgogoro mkubwa sana ambao ilikuwa ni wa vita ambayo hata serikali Marekani baada ya kuingilia haijaweza kutuliza. Naomba ndugu zangu mkaangalie huu mgogoro ulitokezea Nicaragua ambao wakati wa mapinduzi. Kwa mapinduzi yalikuwa yakiitwa ya Sandinista Revolution. Ukienda kusoma haya mapinduzi yaliyofanyika, na kulikuwa na utesi mkubwa sana juu ya utawala ama serikali ya Bwana Daniel Ortega. Utakuja kuona mataasisi mingi yalishindwa, lakini ofisi ya Vatican pamoja na Pope iliingilia kati na jambo ambalo ilikuja ikasababisha hata wafungwa wakachiliwa huru, wafungwa kisiasa kachiliwa huru, na ikawa mwanzo mpya wa kupatikana haki za binadamu. Ndugu zangu, ukiachilia mbali nchi ya Nicaragua, lakini nchi ya Cuba hata mwaka 1990 mpaka 2010 kulikuwa na matatizo makubwa sana baina ya Cuban dissident na Cuban government. Ilikuwa ni shida kubwa sana ambayo ilikuwa imesababisha operation kubwa, mazalilisho makubwa, utesi mkubwa. Lakini mwaka 1998 kulikuwa na Pope wa Vatican alikuwa akiitwa Pope Paul wa pili, John Paul wa pili, na Pope Francis pamoja walifika mpaka kuitembelea Cuba. Si tu kupeleka kuhamasisha na kupeleka wasimamizi wao wa kidini, lakini Pope John wa pili pamoja na Pope Francis waliweza kutembelea Cuba kwa miaka tofauti. Pope Paul alikwenda mwaka 1998 na Pope Francis aliingia mwaka 2015. Wakafanya uhamasishaji mkubwa sana wa haki za binadamu pamoja na political, jambo ambalo ndugu zangu tulitarajie kumpokea Pope ndani ya nchi yetu. Naomba kuwatajia nchi nyingine chache ambazo Vatican iliweza kuingilia migogoro yao inahusiana na mambo ya kisiasa, ili tu asije maadui zetu wakakwambieni kwamba tumepeleka barua kwa watu wa dini kwa sababu sisi ni watu wa dini. Hapana. Kihistoria, Vatican pamoja na Pope imeshiriki katika mambo mengi sana ya kuhamasisha demokrasia na haki za binadamu, na hayo mambo yote yalifanikiwa. Nchini Colombia imeingilia pia na wakaweza kurudisha amani. Kuna waasi wakali sana walikuwa wanajiita FARC rebels.
sio ile faki ya matusi, ni FARC, rebels. Hii mashida yao ilikuwa imeshindikana moja kwa moja kutatuliwa na wanasiasa wa pale, lakini Vatican kupitia na Pope waliweza kuweka influence kubwa sana ya kupatikana amani. Lakini Sudan mwaka 2019 pamoja na Poland 1980, hata migogoro ya Congo DRC, na hivi sasa wakati tunazungumza, ndugu zangu, naomba kuwafahamisha kwamba ofisi ya Pope na Vatican wako katika wamepeleka wasimamizi yao juu ya kutatua mashida yaliyokuweko baina ya Russia na Ukraine. Nimedhani ilikuwa ni jambo la kuwa na umuhimu kutoa taarifa za nyuma kwamba jinsi gani kwa nini tunawapelekea wao barua Vatican. Nadhani ilikuwa ni jambo la muhimu kuwaonesha, kuwapa elimu hii ndogo ndugu zangu, kwa nini tunawapelekea wao na kitu gani ashawahi kufanikiwa Vatican katika kuingilia migogoro. Ndugu zangu, binafsi namshukuru sana dada Maria na nakuwa namwombea dua sana. Ameiweka barua hiyo kwa raha zake leo asubuhi kupitia mitandao zake zote za kijamii baada tu ya kumtumia. Sasa nimemtumia Sama pia, na nilikuwa najaribu kumfikia Bwana Nurvaz na alikuwa yuko na furaha kuipokea, lakini sijapata njia nzuri zaidi ya kumpelekea, lakini naamini itamfika ndani ya muda mfupi. Lakini lengo kubwa sasa, nilimforwardia, sijui kama ameipata, nilimforwardia kwa WhatsApp yake. Good. Sasa lengo kubwa ndugu zangu, hii barua tunatakiwa hizi barua zote ambazo tunazifanya tunatakiwa kila mtu akuwe na soft copy ili kuiweka kwa hadhara, kuiweka hadharani. Sasa ninaziomba sana, ninawaomba sana ndugu zangu, mkuwe na subira kidogo niweze kuwasomea hii barua kwa ufupi, alafu sasa baada ya kusoma niendelee kuwapa taarifa nzuri na muhimu ile juu inaendelea juu ya harakati yetu kwa sasa hivi. Ndugu zangu, address yetu tulotumia ni address ile kama sisi ni Janzia Tanzania, tunatoka Tanzania, na tumepeleka barua hii rasmi kwa idara ya kupromote ya kuhamasisha kuendeleza haki za binadamu ndani ya Vatican. Kama nilivyoambia mwanzo, pia tumepeleka barua hii kwa secretariat ya Pope Leo mwenyewe kwa msaidizi wake, jambo ambayo naamini hivi sasa tunaongea tayari hiyo barua imeshasomwa. Mada yetu kuu ya barua inasema kwamba kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba